Usiku ulianza kama kawaida, watu wakilala, wengine wakipumzika baada ya siku ndefu. Lakini ghafla anga likapasuka. Sio radi, sio ndoto, ni sauti za makombora zikichana anga, zikishuka kwa kasi ya kutisha. Ndani ya sekunde chache, maisha yakabadilika. Watoto wakaanza kulia, wazazi wakakimbia bila kujua pa kwenda, na dunia ikaingia katika sura nyingine ya hofu. Huu ndio ulikuwa usiku ambao historia haitausahau. Usiku ambao Iran iliamua kuishambulia Israel kwa nguvu kubwa na kuifanya dunia nzima ishike pumzi. Mvua ya makombora. Hakuna aliyekuwa salama. Mashambulizi yalikuja kwa ghafla, bila huruma. Makombora yakaanza kushuka katika maeneo mbalimbali ya Israel, hasa kusini, yakigonga majengo, barabara na hata maeneo ya makazi. Moto ulilipuka kila kona. Milipuko ilisikika kama ngurumo zisizoisha. Zaidi ya watu 100 walijeruhiwa, wakiwemo watoto wadogo wasiokuwa na hatia yoyote. Fikiria mtoto mdogo akiwa amelala, akiamini dunia ni salama. Kisha ghafla, mlipuko unavunja kila kitu. Hapo ndipo unagundua, vita sio mchezo wa nguvu, ni uharibifu wa maisha. Hofu ya kimya. Kituo cha nyuklia kilipo karibu kuguswa. Kitu kilichoongeza hofu zaidi ni kwamba baadhi ya makombora yalianguka karibu na kituo nyeti cha nyuklia cha Israel. Hili si jambo dogo, hili ni tukio linaloweza kubadilisha dunia nzima kama lingetokea kwa kiwango kubwa zaidi. Wataalamu wanaonya kuwa vita vikikaribia maeneo ya nyuklia, madhara yake si ya siku moja, bali ni ya vizazi. Kwa sekunde chache tu, dunia ilijikuta ikifikiria, je, huu ndio mwanzo wa janga kubwa zaidi? Chanzo cha moto, visasi visivyoisha. Hakuna vita vinavyokuja bila sababu. Mashambulizi haya yanaelezwa kuwa ni jibu kutoka Iran baada ya mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya vituo vyake muhimu. Lakini hapa kuna ukweli mchungu. Kila kisasi kinazaa kisasi kingine, na mzunguko huu hauishii, unazidi kukua, ukibeba maumivu mapya kila siku. Wakati viongozi wakizungumza kuhusu nguvu na ushindi, watu wa kawaida wanabeba majeraha ya mili na ya moyo. Dunia zidi kuwa na wasiwasi. Baada ya tukio hili, mataifa makubwa yameanza kutoa kauli kali. Vitisho vinaongezeka. Hofu inaongezeka. Hakuna anayejua nini kitatokea kesho. Je, hii ni vita itakayobaki kati ya nchi mbili tu? Au ni mwanzo wa mgogoro mkubwa zaidi duniani? Hili ndilo swali linaloumiza wengi, na hakuna mwenye jibu la uhakika. Wanaoumia zaidi sio wanaoanzisha vita. Katika kila vita, kuna ukweli mmoja ambao haujawahi kubadilika. Wanaoanzisha vita sio wanaoumia zaidi, ni watu wa kawaida. Mama anayepoteza mtoto wake, mtoto anayebaki bila wazazi, familia inayopoteza kila kitu ndani ya dakika chache. Hawa hawakuchagua vita, lakini vita imewachagua wao. Ukweli unauma, hakuna mshindi wa kweli. Watu wengi hupenda kusikia nani ameshinda na nani amepoteza, lakini ukweli ni huu, vita havina mshindi wa kweli. Kila upande unapoteza kitu, iwe ni maisha, amani au ubinadamu. Na kadri vita vinavyoendelea, ndivyo dunia inavyozidi kupoteza thamani ya maisha ya mwanadamu. Ujumbe wa mwisho. Tafakari kabla ya kuhukumu. Kabla hujahukumu upande wowote, remember kuwa nyuma ya kila tukio kuna maisha ya watu halisi. Kuna mtu analia, kuna mtu amepoteza familia, kuna mtu hana pa kuanzia tena. Hii sio tu habari ya vita, hii ni hadithi ya maumivu ya binadamu. Na pengine swali la kujiuliza, ni nani yuko sahihi? Bali ni lini dunia itachagua amani badala ya vita? Tangazo maalum. Tunapokea matangazo ya biashara yako pitia TikTok na YouTube, tukifikia watu 100,000 waliopo kwenye majukwaa yetu. Hii ni nafasi yako ya kuitangaza biashara yako kwa watu wengi kwa haraka na ufanisi. Pia tunatoa huduma ya mwanasaikolojia kwa gharama nafuu ya shilingi 20,000 tu kwa yoyote anayehitaji msaada wa kiakili na ushauri wa maisha. Zaidi ya hapo, tunafundisha watu kuwa content creator, tukikusaidia kuanza, kukuza na kufanikiwa kwenye mitandao ya kijamii. Wasiliana nasi sasa na anza jaria yako ya mafanikio. Namba ni 0774636363. Na usisahau kusubscribe,
like na kucomment. Mpaka wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.